Amani iwe juu yako wewe unetusikiliza hivi sasa. WeSport TV tukirindima kutokea Tanga. Taarifa zilizotufikia mezani siku ya hii leo tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2015 ni inahusiana na taarifa zinazoenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mechi ya mkondo wa pili fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika iliyokuwa imepangwa kuchezekea katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuhamishiwa uwanja wa New Amani Complex. Ni tetesi na tunaziona kwenye mitandao ya kijamii, na kama ambavyo Simba Sports wametoa taarifa rasmi kuhusu uwanja wa mchezo wa marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika itatolewa baada ya mchezo wa awali utakaochezwa Jumamosi Mei 17. Nipo na Saifu Mipapa kwenye line ya simu. Hali yako iko vipi? Jafeti, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bado niko mkoa mtukufu, mkoa wa Tanga. Bado niko katika kulijenga taifa letu la wazalendo, taifa la wazalendo wa Simba Sports Club na wahabisi wengine. Bado tunalijenga taifa hilo Jafeti, na mimi ni muumini wa hizo taarifa Jafeti. Nafuatilia sana mitandao ya kijamii. Unakutana nazo katika baadhi ya watu, wengine ni mashuhuri, wengine rafiki zangu wamezitupia. Lakini Jafeti, niseme uthibitisho wa taarifa hizo tunapata kutoka kwa TFF, isipokuwa hatuwezi kuacha mijadala kwa sababu TFF hawajasema. Maana yake tuonyesha wazi sisi ni simple man, Waingereza wanaita. Watu wa uwezo wa chini wale wa kufikiri. Maana yake tunangoja mpaka matukio ndo tufikiri. Watu wenye maarifa huanza kufikiri hata wakati matukio hajatokea. Lakini Jafeti, unazungumza final. Unazungumza finali, unazungumza watu wawili waliopambana kutoka katika hatua ya mzunguko wakiwa wamekwepa miba, ila changamoto, madhila na vitu vingi, si ndio Jafeti? Naam. Wakifika finali wanaitwa wana finali, na ndio maana wana finali wote ni washindi, ila mmoja anabeba kombe, mwingine anakosa kombe. Lakini wote ni washindi. Wameshinda nini? Wameshinda timu nyingine kufikia hatua ya finali. Kwa hiyo Jafeti, mnapokuwa katika hatua ya finali mnapita changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza ni baadhi ya watu wa mipango wa vilabu tofauti huwa wanapenda kuharibu, kwa mfano, miundombinu ya maeneo mengine. Simba Sports ni timu ambayo imeisababisha uwanja wa Lupaso wa bwana hayati Benjamin William Mkapa kuwa ni viwanja 5 bora Afrika chenyewe kiligusa timu. Hii unaweza kusema kuna watu wasijue, kati ya viwanja 5 bora Afrika miaka hii 7-5 iliyopita, Simba Sports imeifanya Lupaso kuwa moja ya viwanja bora, kwa sababu hatoki mtu. Unaposikia viwanja bora kuna maana Simba hakuwahi kufungwa Lupaso. Hapana, Simba amewahi kufungwa Lupaso, amewahi kutolewa Lupaso. Lakini Jafeti, mfano wa Simba kufungwa Lupaso na kutolewa, na utoaga mfano huu mara moja nisiache kukukumbusha Jafeti, unapokwenda kununua mchele dukani, ukimpa wife anachukua anaweka kwenye ungo, lakini dukani umemwambia muuza duka nipe mchele kilo 1, si ndio? Ndio. Mama wakati anapepeta anatoa chura hujazitaja dukani. Anatoa mawe hujataja dukani. Kabisa. Anatoa na vumbi ambalo dukani hujafanyaje, hujalitaja, unamwambia mtu nipe mchele. Maana yake udogo wa hivi vitu na wingi wa huu mchele katika numbers, maana yake mchele ndio upo, yani vitu vingine havihesabiki kwa sababu ya wingi wa mchele kuweko. Kwa hiyo Lupaso imekuwa sehemu ya viwanja 5 bora kwa sababu ya maamuzi hayo Jafeti, kwamba Simba Sports kwa muda wote wameheshimisha uwanja huo, kaonekana ni uwanja bora. Hakuna mtu anatamani kupelekwa katika machunjio ya Lupaso. Ndio hao unaoyaona saizi hapa. Sisi kwetu tumekuja taarifa, lakini kwa wenzetu wameomba hiyo taarifa, wameomba huo mpango, ikiwezekana wasipelekwe katika kiwanja hicho ambacho unajua nikifika kawaida ya kutoka ni ngumu. Na kiwanja hicho kimekuwa na rekodi ya kubadilisha matokeo yaliyopita. Jafeti, hii ndio isukume tusafiri nayo. Uone kadini taarifa uwanja inaanza kushika nguvu na vitu vingine. Yani Simba kuadhibu katika uwanja wa Lupaso kulingana na matokeo uliokuwa nayo mkononi. Naanza kukumbusha Simba wakati wanacheza na Kaizer Chiefs kama sikosei Afrika Kusini, Simba walifungwa goli 4. Jafeti, kairudie mechi. Ile mechi Simba walitolewa goli ya Simba walipaswa kushinda goli 8. Mipira iliyogonga mwamba ilikuwa ni mitatu ya wazi, achana na mipira iliyokwenda wavuni.
Achana na watu wanakaribia goli wakakosa. Maana yake Simba ukiwa nao Lupaso ukiwadai 4 wanataka 5. Simba Lupaso wanapiga watu goli 7-7 mara 2. Jafeti, mbona Lupaso au paswi kuruhusiwa kuadhibiana nao Simba, tena hususan kombe liko uwanjani? Watu wanajaribu kutoka salama katika big match. Uwanja wa Lupaso walikuwa national ahadi peke yake. Simba. Naam. Kumradhi na wasikilizaji pia, mtaniwia radhi. Nina jambo hapa mkononi na lenyewe pia halina muda mrefu, linatoka kwa Crescentius Magoli. Ameandika kwa lugha ya kigeni, lugha ya Kiingereza. Anasema CAF President Mr. Motsepe, this photo and video just taken now at Mkapa Stadium. The pitch is in good shape. Mr. President, your people are lying to you about the pitch. Berkane belongs to you. But as Simba in Tanzania, we are not ready for this. Akawatag CAF Confederation Cup. Ujumbe wake mkubwa ni anautuma kwa Rais Motsepe, na nadai hii picha pamoja na video aliyoambatanisha kupitia ukurasa wake wa Instagram inatoka uwanja wa Benjamin Mkapa kwa hivi sasa. Yani ni mtu ambaye amekwenda uwanja wa Benjamin Mkapa mara baada ya ile sakata kutokea. Unaona jitihada za viongozi namna wanavyopigania kuona namna gani wanaweza wakaibakisha finali kuendelea kuwa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ndio nilikuwa nakueleza Jafet, nadhani Magoli anachokifanya anafanya kazi ya viongozi wanaotakiwa kufanya, ambao kazi hiyo pia inafanywa na viongozi wa Berkane kutaka mechi ikachezwe Zanzibar. Umeelewa? Na nadhani utakuwa una taarifa kupata Berkane inawezekana washafanya booking ya hoteli Zanzibar. Ninayo na ninaweza kuisoma hapa. Yes, wanategesha, yani Berkane wanategesha. Kama itatokea wamekataliwa, maana Berkane watatua Zanzibar, watatoka Zanzibar kuja kucheza mechi wapi? Benjamin Mkapa. Huo ni mtego tu wameweka. Lakini Berkane wanafanya jitihada za kuitaka finali. Yani uwanja sio sources kubwa sana ambayo inaweza eti kwamba wao walikuwa wanaamini uwanja haiwezekani. Hapana. Tumeleta wataalamu kabla, unajua ngoja nikwambie Jafet. Kabla ya kufanya jambo lolote na mtaalamu na kupasa kumlipa mtaalamu, huwa anakuja anatoa zile niseme nini, anatoa zile taratibu zake. Anasema kwa uwanja huu muda wa wiki 2 naweza kupanda nyasi hizi na kazikata zikawa sawa. Kwa uwanja huu muda wa wiki 3, lakini tukifanya hivi gharama yake itakuwa, si ndio? Kabisa. Serikali imeleta wataalamu, nadhani wanalipa fedha nyingi, nafika milioni 10 sijui kama na kidogo one day, wakati wataalamu wao wanafanya hilo jambo, si ndio? Kwa hiyo mimi najua serikali iliona hili, lakini sasa hivi nikwambie Jafet, msukumo wa hii finali isichezwe, kuna Berkane wa Jangwani na Berkane wenyewe. Yani Berkane wa Jangwani wanachukua taarifa hiyo wanavumisha kwa nguvu. Kwamba unaliona hilo, kuna nguvu ya ziada inayotumika. Ndio, Berkane wa Jangwani wao wana boost Berkane wenyewe. Au wa Jangwani wanatokea Tanzania au ni wa huko Morocco? Ambao wanacheza baadhi ya mechi na chini ya TFF kuna mechi hawataki, ni Berkane wa Jangwani. Wanapatikana Tanzania? Jangwani ni Majangala, Berkane wa Jangwani. Okay. Juzi wamecheza mechi yao wameshinda, lakini marefa hawa na bodi ya ligi hii umeona? Wakati huo goli la kwanza linafungwa, nisisahau hii. Yani mtu akichezewa rafu ukapokonywa mpira kwa lazima ukatoka, ikalazimishwa kona wakafungwa Berkane wa Jangwani, lakini bodi ya ligi hapo wako vizuri, hawana tabu. Umenielewa? Unaona saizi inabustiwa na Rais Berkane ya Jangwani. Berkane wenyewe wanaukataa uwanja kwa sababu ya hukumu zake. Jafet, hapo ndo nilikwenda kupashika. Nataka nizungumze watu wafahamu kwa nini uwanja unakataliwa, lakini naamini Simba wana viongozi wenye weledi, na serikali kufu ya Samia Suluhu Hassan na mawaziri wake wenye maarifa wanawaambia watu hatuwezi kuingilia michezo, watasimamia jambo hili kupitia karia mtu mwenye rekodi ya pekee. TFF haitowekwa karne nzima ipite, ni rekodi ya Majangala tu hawataki kuizungumzia. Umenielewa? Na mtu atalisimamia jambo hili. Sisi tutamhukumu mtu popote. Kwanza hii tuambie mashabiki zetu, nisiache Jafet, tunafanya mjadala, hatuwezi kuacha kufanya mjadala eti kwa sababu ya matukio fulani. Hapana.
lakini tuwape taarifa hao watu wengine hao, tuwape taarifa kwamba sisi tutamwadhibu mtu popote tutakapokwenda, lakini kwa sababu kuna kitu mbele yetu na sisi ndo tumepewa haki na mamlaka ya kufundisha nchi hii, tutawafundisha Berkane ya Jangwani. Saifu Mipapa, naam, Waarabu ni wazuri sana kwenye fitness, sio za ndani ya uwanja kupoteza muda, hata za nje ya uwanja kukufanyia figisu ili kupoteza kukuharibu kisaikolojia unapoendea mchezo. Unaona wameona kwa namna yoyote wafanye mind game kabla ya kufika taifa hili ambalo wanajua ni ngumu sana kwa wao kupata matokeo ya kile wanachokihitaji. Hayo kwanza ni maarifa Jafet, nipongeze. Sisi ni watu wa mpira. Ukitaka kujua tutakwenda kucheza mechi kubwa, mechi yenye changamoto na wanafahamu. Sisi ni watu wa mpira. Ndio maana ni Berkane ya Jangwani finali yao ikuletwa garagada kwa sababu wanacheza nao walijua ni watu wepesi. Wanaokwenda kucheza na Simba Sports wanajua tunakwenda kucheza na Mamba. Nimekwambia rekodi ukichukua ya uwanja wa Benjamin Mkapa, ukichukua rekodi unamuona mtu aliyetoka kwa usalama kabisa, walikuwa ni watu wawili. Watu wabaki wote ilikuwa ni miujiza tu imetokea. Alikuwa ni Sevilla pamoja na National Ahli, hao ndio miamba ambao walitoka kwa usalama. Sevilla akatufunga 4-5, Al Ahly akapata 2-2. Mechi zilizobaki zote akachapa. Berkane wanayo rekodi hiyo. Berkane walifungwa goli hapa na mtu mmoja anaitwa Papios Mansako. Wakati mpira mitatu na kwenda kugonga mwamba. Jamaa mpaka wanasemana kwa nini amkabi. Wanazo rekodi. Wana rekodi kwa ni Benjamin Mkapa. Ndio eneo ambalo Simba Sports anakuwa ni legend of Africa. Utajua kwamba huyu kweli ni katika wanamume wa Afrika. Na yeye yumo. Unanifahamu Jafet? Kwa mantiki hii na hiki ambacho tunakijadili kwa sasa, Berkane kufanya jitihada za wasicheze na Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa ni katika kuhakikisha wanaweka uimara wa wao kuchukua fainali. Sasa wao unawasifu kwa wanachokifanya, lakini nikwambie wakumbuke unacheza na Simba ambayo ina viongozi imara kwa kweli. Muangalie sasa magoli, ingekuwa hawa RS Berkane ya Jangwani hawa wangeanza tu kuwalalamika, lakini anatoka magoli anapiga pichi, anampa Mutsepe, anaonesha kwamba Mutsepe hawa watu wasiwe na fitina kila wakati wawe wanasujudiwa. Kuna muda wa TV vitu vingine, kwa sababu hata sisi tushapelekwa katika maviwanja ya Waarabu ni mabovu kwa kweli. Nadhani utakuwa na kumbukumbu na tukacheza kwa sababu wao tu wamefanyia mazoezi. Kwa hiyo umefika muda na hawa watu watiko watu wengine. Kwa hiyo mimi ninachofahamu uwezo nafasi ya Simba, viongozi wake, qualities ya Simba namna yoyote ilivyo, RS Berkane wanajijua kwamba ni fainali ya moto kwao. Fainali ya moto lazima ikachezwe na fitina. Sasa sisi tunasema uwanja huu watakayekuja kutuambia msicheze ni CAF. Hizi propaganda hizi Jafeti zingewekwa pembeni. CAF ndio wana mamlaka na mandate ya kutuambia hapa tucheze. Sisi tunasema fainali ipo kwa Benjamin Mkapa mpaka taarifa ya CAF itoke. Sasa hapo Jafeti tuzungumze kitaalamu, nisizungumze kama RS Berkane ya Jangwani. Tuzungumze kitaalamu kwamba mpaka sasa taarifa kwa uwanja wa Taifa ndio utakaochezewa mpaka CAF waseme, watawaambia TFF kama moja wa wadau zao, si ndio bwana? TFF watatuambia Simba kama moja wa wadau zao, sisi tutawaambia mashabiki zetu mliokata tiketi twendeni Zanzibar tukatazame mpira kwa sababu tumelazimishwa, lakini watu wasiache kukata tiketi kwa sababu tuna hakika mechi tutaipiga pale pale. Halima kutokea Merelani pressure yake ni kubwa, na ametoka kiongozi mkubwa kama Crescentos Magoli kuongea na CAF kupitia rais wake, lakini kupitia ukurasa wake wa Instagram. Hauoni kwamba pengine wana taarifa za uhakika wa kile kinachoendelea kwa hivi sasa? Ni kweli, yani ukiona, unajua niseme taarifa, ukiona taarifa zimekuja maana kipo kinachokanganyika. Na ukiona hivyo kuna watu wamewahi, kwa sababu RS Berkane wametuma watu takriban wiki 2 zilizopita. Na Berkane wa Jangwani ndio wajui tu. Takriban wiki. Na kwa nini nataja Berkane wa Jangwani? Unajua kuna watu hawajui kwa sisi tunafuatilia Yanga nini wanafanya. Sasa sisi tunapozungumza hivi, nyinyi ambao mtakuja kutoa matusi kwa kutaja timu zenu, toeni tu, kwa sababu mimi nasema kila siku mnapotikana mnanipa mimi neema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Tunafahamu kile mnachokifanya na wanachokifanya wa ndugu zenu. Kwa hiyo unakusudia wale wako muda mrefu. Na hao wamelishwa maneno hapa kwamba unaona uwanja unafanywa ukarabati mapema. Pelekeni ripoti, manake hao Berkane wamechukua ripoti kutoka kwa watu waliowatuma hapa kwamba bwana hao wametengeneza uwanja mapema kwa lengo la finali hapa, niwekeni pingamizi. Lakini sisi tunasema wenye haki na mamlaka ya kufanya hivyo ni nani? Ni CAF. Tutapokea wakati ukifika, isipokuwa saizi tunatoa mjadala kuwa haya unaoona yanafanywa
ni kuwa wanaofanya wanaohofia hawa Simba wakiwa katika machinjio. Na tumwambie Dalima, Simba tunakukanyaga popote, asiwe na hofu. Tunakukanyaga popote. Tunataka fainali ichezwe Lupaso, lakini popote tunakukanyaga, kwa sababu mpira wa leo duniani unachezwa na watoto. Dalima angalie vizuri namna ambavyo Real Madrid inateseka na Barcelona. Sio mapema Real Madrid, ni kiwango kikubwa cha vile vitoto ambapo viko Simba. Mchezaji mkubwa ana miaka 26 ndo Shomari Kapombe. Waliobaki 8 na nasema mpaka hivi sasa wadau wanaendelea kukata tiketi. Ninazo takribani kama sio pungufu ya 30 basi ni 30 kwa kutokana na pesa ambayo imeingia kutoka kwa ndugu yetu anaitwa Chazi Mbedo kutokea kule Msumbiji. Kwa hili unawaambia nini watu waendelee kukata tiketi, waondoe wasiwasi na hofu, maana hofu imetawala juu yao? Ndio tabia yetu, na sisi tuko wengi kuliko mtu mwingine yoyote Tanzania. Takwimu zimeonyesha hivyo. Nimefanya takwimu, nimeuliza baadhi ya mbanda wa video kutanga, hata baba wamesema inapocheza Simba basi wanauza sana. Kwa wingi wetu tuliokuwa nao, ndio tukapate tiketi tukashangilie Simba yetu katika uwanja wa Lupaso. Ikishindikana itakuwa sio mada yetu, tutajadili tena kwa mtindo mwingine, lakini mpaka sasa tunazungumzia Lupaso. Hatuna taratibu ya kuzungumzia kitu ambacho hakijatufikia kisheria, kwa sababu sisi tumekaa kisome zaidi. Kwa hiyo kakaangu naye kutoka Msumbiji, yeye kama atatuma watu wamenunua tiketi, baadhi ya watu wa Simba waende, tunamwambia kama amenunua aongeze nyingine ili watu waende kwa wingi, watu wasiache kukata tiketi Jafeti, kwa sababu lazima tusupport timu yetu. Tunataka kuwa machampioni wa makombe yote, machampioni wa kombe la hatuchezi, umenielewa vizuri? Machampioni wa kombe la Federation la TFF ya Federation ya CAF. Tunataka tubebe kombe la hatuchezi, tujingoa tuingize timu hiyo tunalitaka. Siana makombe mengine, kwa sababu sisi wewe usipoingiza si faida kwetu, na tunakuombea dua uendelee na ujinga huo wa kutokuingiza. Tena na mimi nasema hawachezi. Nini unadhani kimebadilika, kimeongezeka, kimepungua kwenye finali na finali ambayo alicheza Young Africans dhidi ya Yusma? Hii ni finali kati ya bingwa mtarajiwa wa Tanzania na bingwa wa Morocco. Ile ilikuwa ni finali kati ya bingwa wa makosa ya waamuzi wa Tanzania na nafasi ya 6 Morocco. Ndio tofauti hiyo Jafet, au niparudia pageleweka? Mimi sijaelewa vizuri. Finali hii unayoiona leo ni bingwa mtarajiwa wa kombe la hatuchezi, umenielewa vizuri? Na bingwa wa Morocco. Finali ya Yanga ilikuwa ni bingwa wa makosa ya waamuzi. TFF ndio alisema makosa ya waamuzi. Ni bingwa wa makosa ya waamuzi na nafasi ya 6 ligi ya Algeria. Hata kuna finali, kuna utumbo hapo. Ndio angalia finali kafeti ufundi, watu wakataka kupishana katika uwanja, namna ya watu watakapokuwa wanakimbia katika njia finali ya mbinu tactic. Ndio angalia ufundi wa kuzuia, ndio angalia midfield zitakapotezana. Umeelewa vizuri? Huku kuna yule naki sio kutoka Mali hapa anakutana na wanaume Kagoma. Yani mimi wale jamaa sitaki kuwajua hata majina Sheikh. Mimi niambia watu wangu juu kabisa pale unamkuta mwanamume ngoma anasitaka zile mali zipite katika njia. Maneno hapo mimi nakwambia mechi ya kule sasa. Watu wafanye atakapofanya Budo ana haja ya kucheza, kwa sababu hapo kama ngedele na wale sio walifanya wana kasi. Wachukua zile 1-2 soza za tiara. Unamkuta wanaume Dennis Kibisawala. Nyuma kabisa unamkuta fundi Chanchazi Ahoa. Bana we. Jafeti unaenda kufananisha na finali ya watu wa nafasi ya 6 na makosa ya waamuzi. Huwezi kufananisha na finali hii ardhi na mbingu. Kwamba litakufa jitu. Nasema kwamba litakufa jitu. Kwanza itaanza kufia mijitu ya Rais Berkane ya Tanzania, ndio itaanza kufa kabla ya jitu lile la kule, kwa sababu hii ndio itaumia kuliko wale watatoa fair play. Ila mibumunda hii Sheikh, huku ndo utapata shida sijapata kuona.
Mimi nitawakumbusha jambo moja, hii mechi si kwa ajili ya wanasimba peke yake. Naamini wadau wengi wa michezo kutoka maeneo tofauti ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hata wale walioko nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shauku yao ni kuishuhudia fainali ambayo itakuwa ni ya kihistoria, na upekee wake ni kwa sababu kombe litakuwepo uwanjani. Yule mwanamwali ambaye amegombaniwa kwa muda sasa ndio atakwenda kukabidhiwa kwa yule atakayekuwa ametoka kimasomaso. Pengine itakuwa ni Simba Sports, lakini kwa mujibu wa maelezo ya Saifu anaiona Simba ikinyakua kombe hilo. Vivyo hivyo pia kwa RS Berkane, lakini zoezi la tiketi linaendelea kama kawaida. Hivyo wana Simba Sports, wadau wa michezo, mpaka pale utaratibu utakapotolewa na TFF kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu kufuatia hizi tetesi ambazo zinaendelea hivi sasa, ndipo ambapo tutakuja pia na taarifa ya kukujuza wewe kama kitapigwa uwanja wa Benjamin Mkapa ama ni New Amani Complex. Lakini kama ikipelekwa New Amani Complex, tuna swali, itakuwaje kwa wale ambao tayari washakwisha kukata tiketi? Gharama zao zitarudishwa ama itakuwaje ili wao pia wawe miongoni mwa wale ambao wataushuhudia mchezo huo katika viwanja vya New Amani Complex Zanzibar? Tutarudi tena kwa sababu yapo mengi na yanaendelea kujiri kwa kasi. Basi tumejipanga kweli kuhakikisha kwamba tunakupasha na kukujuza mengi ambayo yapo hivi sasa kwenye anga la kimichezo. Saifu, kwa kuwatoa tu pressure mashabiki wa Simba Sports, tarehe 17 ni kesho kutwa hapa, kwa hizi kelele zinavyoendelea hivi sasa, unalipi la kuambia? Kwanza zibaki kwetu, zisende kwa wachezaji. Yaani kelele na shamra hizi na kudanganyana, kufanyeje sio hivi, mara ukakudanganya hili, umemsikia ya Rais Berkane wa Jangwani. Hii baki kwetu, tusisukume kwa wachezaji. Tuache askari ambao wako vitani wafanye vita yao, na naamini wanafanikiwa katika vita, hakuna shida. Hilo jambo la kwanza. Lakini pili, si slogan yetu ni nguvu moja. Jafet, huo ndo msingi. Unaposikia nguvu moja bwana, utafute tafsiri kubwa ujue ni nguvu moja kweli, maana yake wameshia kwa pamoja na wao wanafanya jambo moja. Kwa hiyo sisi tuendelee kuisupport Simba kwa vyovyote vile, iwe kwa kupata hasara, iwe kwa furaha, iwe kwa nini, lakini ni lazima tuendelee kusupport Simba kwa sababu ili Simba iwepo, ili ifanye kazi, lazima sisi tuwepo. Tofauti yetu sisi na kina Murtaza na Ngungu na kina Ahmed Ali ni umaarufu tu, hamna kitu kingine, lakini wote tunakwenda kuinani Simba moja, na sisi ni tuna nguvu kuliko wao, na wanafahamu na wanatusupport na wanasema hivyo, sababu Simba ndo tupo Simba mpaka leo. Lakini kesho Ngungu atabaki kuwa mwanachama, hatakuwa kiongozi. Kesho Ahmed atabaki, lakini wenyewe vizuri kwa nyuma yao tusimame, kwa sababu wote hawa ni wenzetu, tusishike na wao kwa viongozi. Twende tufocus katika jambo, tupeleke na si maoni yetu humo. Yani blog za FIFA ziko wazi, ziko nyingi tu. Twende tukawaboost FIFA, tusitoe lugha yoyote, twende tukawaonyesha FIFA tunataka finali iwe hapa, sababu tunazo na hali ipo. Sio, umenielewa? Kwa maana naamini kwa uwepo wa Simba, naamini kwa weledi wao ili jambo litakuwa na jambo litakwisha Jafet. Kwa hiyo mimi langu ni hilo Jafet, kwa baadhi ya mashabiki wa Simba. Lakini nirudi katika wadau. Niseme mimi wadau zangu wote, brother Kiza USA, niko kwa wadau Jafet. Naam. Kutoka Uingereza mizangu, kutoka Mozambique Pemba, umenielewa bwana, mbunge. Naam. Kutoka maeneo mengine mengi, dada yangu aliyo Mamerelani. Na mimi nataja hapa hewani. Ndio. Japo hajaniambia, ila nitakutumia namba zake. Naam, sawa. Nitakutumia kwa sababu nyewe ni familia moja, basi mjadili mengi yanayohusiana na chama lenu. Hamna shida, mimi nitashukuru sana. Nitumie bana namba zake. Na nimwambie Halima awe na nguvu. Halima kutoka Mbeya ni kwa na nguvu. Hii Simba yako umeshangilia toka inapata inakosa, muda wana wewe wa kuwa furaha. Umenielewa? Na wadau wote, yani mimi ujue na wadau, yani hao hawaachi kucomment, so wanaonyesha wana upendo wa dhati na mimi. Hawaachi kunifuatilia, wananifahamu, lakini watanifuatilia niseme mimi nawapenda kuliko maelezo. Na wadau wao Sefu ndo mimi. Una jambo la Sefu, una chochote, basi wewe fika Wisport hapo, chukua namba, njoo waambie Wisport nina shida na Sefu, mimi ni mtu wenu. Umenielewa vizuri bwana Jafet? Lakini bila kusahau tutakuwa na ngumi New Tanga Segera. Siku Idi ya mfungo 3.
tukutane, tutakuwa na ngumi. Kuna boxer wa maana sana watakuwepo pale, watu waje kuangalia. New Tanga Segera tutakuwa na boxer, umeelewa? Na unachotaka pale kitapatikana kwa maana ya order ambayo utakuwa umewapa. Lakini kwa changamoto za dua, usisahau Bwana Kasim Maji, hapo panapatikana dua. Jafet, mama la nisimalize kwanza na mama la mama, niseme ubaguzi ndo msingi wangu. Dukani wewe mwambie nipe bidhaa ya Mo ninywe maji ili tupate kuwa kombe la Afrika, kwa maana ya kombe la CAF Federation, ili tupate na kombe la klabu bingwa barani Afrika, ni kikombe cha FIFA. Kwa Mo inawezekana, kwa Mo inawezekana. Na mama la mama na maji. Mimi nihitimishie hapo Jafet. Ilikuwa leo tuwe Tanga tuyafaidi mengi yanayopatikana katika jiji la Tanga. Bahati mbaya kwenye raha kukosi karaha, tukijaliwa neema kwa wakati mwingine ama kwa wasaa wengine tutakuwepo hapo kupata mahindi yenye ladha halisi, si yale ambayo tunakula Dar es Salaam ya kutiwa ndimu. Endelea kuwa nasi na kutufuatilia kwa vile vipindi vizuri tunavyokutayarishia. Wisport TV tuna sign out mpaka wasaa mwingine. Sema tu assalamu alaikum.